بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tukiendelea sehemu yetu ya pili ya muhadhara wetu, muhadhara ambao anwani yake ni مذهب السلف هو الإسلام أو منهج السلف هو الإسلام. Jana tulianza kwa utangulizi ambao ulibeba baadhi ya nukta, ikiwemo nukta ya kuwa madhhabu salafi ndio Uislamu, kwa maana yale mafunzo ambayo walikuwa nayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake kabla ya alfitna, kabla ya bid'a, kabla ya makundi, ndio Uislamu wenyewe. Kwa ukitaka kujua Uislamu wenyewe, basi ni ule Uislamu aliokuwa nao Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake kabla ya makundi na fitna na bid'a. Na haya maneno al-Imam Malik alizungumza wazi pale aliposema ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina. Jambo lolote ambalo siku ile inateremka kauli yake Allah tabarak wa taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ma lam yakun yawma idhin dina. Lolote ambalo siku ile mwaka wa 10 hijiria Bwana Mtume yupo katika viwanja vya Arafa, aya hii ikateremka kuthibitisha kwamba dini ya Allah tabarak wa taala imekamilika. Al-Imam Malik rahmatullahi taala alayhi anasema jambo lolote siku ile wakati aya hii yateremka halikuwa limo ndani ya dini, haliwezi kuwa ni dini hivi leo tena kwenye umri wake au kwenye maisha yake. Sikwambii leo, wakati wa al-Imam Malik, ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al-yawma dina. Kwa dini ni ile aliyokuwa nayo Bwana Mtume na masahaba zake, na hiyo ndio madhhabu salafi na huo ndio Uislamu. Hili kwa nukta ya kwanza tulizungumza jana, lakini pia tukaona kwa nini tumechagua mada, tukatoa baadhi ya maelezo kwa ufupi, hakuna haja ya kuyarudia. Lakini tuliingia kuzungumza neno salaf, tukaona tamko hili katika lugha ya Kiarabu lina maana ya kitu kilichopita, na tumesema tamko hili limekuja katika Qur'ani katika maeneo 8. Maeneo yote ina maana ya kitu ambacho kimetangulia, na vile vile tamko hili amelitamka Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, innahu ni'ma salafu ana lak, akimwambia ana lak, akimwambia mwanae Fatima, innahu ni'ma salafu ana lak, akimwambia nani? Fatima, kuonyesha kwamba salafu ni mtangulizi aliyetangulia. Wakati Bwana Mtume alikuwa akielekea Kufa, akamliwaza mwanae kwamba bora ya aliyokutangulia wewe ni mimi ni utangulizi mzuri kwako.
lakini tukaona katika istilahi wanaochuoni maulama katika sheria neno hili linatumika kwa maana ya sahaba na wale ambao waliwafuata wao katika karne tatu. Tumezisoma nususi mbalimbali kutoka kwa masahaba akiwemo Ibn Abbas, akiwemo Zaid ibn Arqam. Tumesoma maneno ya al-Imam al-Auza'i Abu Amri. Tumesoma maneno ya Abdullah ibn Mubarak. Tumesoma maneno ya al-Imam al-Bukhari. Tumesoma maneno ya al-Imam Shafi'i. Tumesoma maneno ya al-Imam Ibn Qudama. Tumesoma maneno ya al-Imam al-Dhahabi, maneno ya al-Imam Ibn Kathiri, maneno ya al-Imam Safarini na wanawazuoni wengine ambao tuliona maneno yao, na yako mingi. Mmoja katika wanawachuoni anasema, nimeusoma mjalladi mmoja wa al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala, basi ameyakariri au amelitamka tamko hili la salaf mara 25. Mjalladi mmoja tu, volume moja katika Majmu' al-Fatawa. Maneno ya Ibn Taymiyyah kuhusiana na madhhabu salafi ni maneno mengi sana, pamoja na mwanafunzi wake al-Imam Ibn al-Qayyim. maneno maarufu ya al-Imam Ibn Taymiyyah, la aiba ala man adhhara madhhab as-salafi وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول منه بالاتفاق لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. hakuna aibu kwa yoyote ambaye atadhihirisha madhhabu salaf wantasaba ilayhi, na akajinasibisha kwamba mimi ni salafi kwa maana nafuata mwenendo na madhhabu na njia aliyokuwa nayo bwana mtume na masahaba zake, la aiba, kuna aibu yote. Wa'tazza ilayhi, na akapata izza kwa kujinasibisha katika hiyo madhhabu salafi. Bali yajibu qabulu dhalika minhu, bali yatakiwa akubaliwe jambo hilo bila ittifaqi, kwa makubaliano ya wanaozuoni. Ambaye si mwanazuoni akikataa hazingatiwi. Hata ukikataa wewe si mwanachuoni, wewe si mtu wa kuingia katika ittifaka, si mwanachuoni. Hata ukisema mimi naona bwana, naona wewe ukubaliwe, wewe nani? لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. مذهب السلف haiwi isipokuwa ni haki. Madhhabu salafi ndio haki. Na tumeona maneno ya al-Imam Ibn Kathir, maneno ya watu kwenye masala mbalimbali ni mengi sana, lakini kinachozingatiwa ni mtu kurejea madhahibi salafi katika dini. Na kufuata madhhabu salafi ni jambo la wajibu na adilla ziko nyingi katika Qur'an, katika sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah tabarak wa ta'ala anasema, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, katika suratu an-Nisa aya 115. Yoyote ambaye atamwasi bwana mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kubainikiwa na mwongozo, ukajiwa na haki, ukajua bwana mtume ndio ruwaza njema, ndio kiigizo, wewe ukamwasi rasul alayhi salatu wassalam, wayattabi' ghayra sabili almu'minin, na akafata njia isiyokuwa njia ya waumini ambao ni masahaba. Wakati yateremka Qur'ani hakuna waumini isipokuwa masahaba wale muamini bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akafata njia isiyokuwa ya waumini kwa maana masahaba, nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza alikoelekea, wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza katika moto wa jahannam, wa sa'at masira,
na jahannam ni marejeo mabaya. Aya hii ni aya iko wazi, imetaja sabili almu'minin, njia ya waumini. Ni wajibu mtu kufuata mwenendo wa bwana mtume na mwenendo wa masahaba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kila jambo la dini lipime. Jambo hili lilikuwepo wakati wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake, lipo sawa, halipoacha. Dini haikuwekwa katika ara za watu, katika akili za watu. Kila mmoja anaweza kuona manufaa, kila mmoja anaweza kukadiria na kufanya istihsan. So dini ya Allah tabarak wa taala. Hii ni aya moja, wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, katika surati at-Tauba aya 100, aya maarufu. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، نوالوا الوفاة هاو مصحابة قويمة رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار بكى مشوال. lakini pia hadithi tumeiona jana ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alipoyataja kwamba makundi yatatokea 73, na hii ni hadithi msingi pamoja na hadithi al-Irbad ibn Sariya, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Mtume anasema atakayeishi katika nyinyi atakuja kuziona ikhtilafu nyingi. Mtume alishaeleza kila muislamu atakuwa kujua ikhtilafu zitatokea, zisababishwe na Mayahudi, tusababishe wenyewe, ala kulli kutafuata hawa na mengineyo. Ikhtilafu zitatokea. Baada ikhtilafu kutokea, fa alaykum bi sunnati, nyinyi wajibu wenu lazimieni mwenendo wangu, sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alayha bin nawajidh, tamassaku biha wa addu 'alayha bin nawajidh. Nafuateni mwenendo wa makhalifa wangu waongofu baada yangu, shikamaneni na mwenendo huo na mukamate kwa meno yenu ya mwisho, msiachie mwenendo wa bwana mtume na mwenendo wa makhalifa. Hadithi hii na hadithi man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, watakaofaulu, watakaookoka, mtume amesema ni wale ambao watakuwa juu ya mithili, juu ya mfano wa yale niliyokuwa nayo mimi hivi leo na masahaba zangu, hivi leo al-yawma, hivi leo na masahaba zangu. Hao ndio watakaookoka. Tazama mtume alifiwa na watu nyeti, katika hao mkewe, katika hao maami zake kama kina Hamza, alifiwa na masahaba zake, alifiwa na watoto wake wote isipokuwa Fatima. Mtume alizika, nyumba ya mtume ilifiwa. Vipi mtume alizika? Vipi aliswalia janaza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Baada ya watu kumaliza kuzika kule kaburini, watu walirudi katika nyumba ya bwana mtume, kukawa na dua nyingine. Je, nyumba ya bwana mtume watu walilala siku 3 pakawa papikwa pale, pana matanga. Rudi. Hii dini yetu haina siri. Elimu yote imekuwa ni mudawwan, imetungwa, ipo katika vitabu. Wewe tuweza sema bwana kitabu fulani kimeonyesha hivi, sema. Kuna watu wamesoma, wamebobea, hivyo vitabu vyote wanavyo au wanavijua, haijanukuliwa popote. Leo tizama misiba ya Waislamu, pakifiwa shengesha inayopatikana, michango na vitabu na madaftari ya michango. Ya nini? Utaratibu mtu anapokufa upo, kama ana mali yake iandae maziko yake. Hii michango ya nini? Unataka kumwalishe watu pilau, magombe hapo, ya nini? Mmepata wapi? Palipofiwa bwana mtume alitoa sadaka hata ya tende. Siku hakukuwa labda na huo ubwabwa na mapilau, tende aligawa watu haya.
Wengine watuletea biskuti za glucose ya Mtume alitoa tende. Mkapata gharama. Baada ya hapo tumemzika baba yetu kwa milioni 2. Haziko milioni 2 kwa kila kichwa 30,000. Yani siku hizi misiba tuachangia kila kichwa 30,000. Wauliza hiyo sanda hiyo ya hariri ni au sanda hiyo ina material ya dhahabu? Sio sanda hiyo. Pana mambo mengi mmeongeza ya kutiana gharama. Watu wamefiwa alafu wana gharama. Isna'u li ala Jaafar ta'aman. Mtume aliwaambia watu wa Jaafar wamefiwa, nyinyi ambao hamjafiwa tengenezeni chakula, fa innahum qad atahum ma yashghiluhum. Wale wafiwa watu wa Jaafar wamepatwa na jambo la kuwashughulisha. Kwa nyinyi ambao hamkufiwa watengenezeni watu wa Jaafar. Kwa waliofiwa watakiwa waletewe, wao wamefiwa, so nyinyi watengenezeni, nyinyi msiofiwa mwenda kaa mwala. Na siku hizi namwapiwa na maji safi na soda. Sasa mambo haya huwezi kuwakuta kwa masalafi, kwa sababu masalafi wanaelewa mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Salafi atakiwa afuate mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alifiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alioza, alifanya harusi, aliozesha watoto wake wote 4 akiwa hai. Tumuige Rasul alayhi salatu wasalam. Harusi zilifanyika wakati wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu walifurahi. Tena Bwana Mtume alimuuliza Aisha, nyinyi hamna pumbao? Sama Ansar wanapenda pumbao. Kwa hiyo watu wanawake wakawa wanapiga vidufu. Hakuna wakati wa Bwana Mtume wanaume wanapiga dufu kwenye maulidi, kwenye harusi. Sikwambie mambo ya maulidi. Hakuna. Leo pana harusi ukuta miji baba imekaa na madufu. Shangaa kabisa mambo ya wanawake wafanye wanaume, kwa sababu umekhalifu mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi bainana wa bainakum kitabullah, bainana wa bainakum ahadithu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kati yetu sisi na nyinyi tuna kitabu, tuna Qur'an, tuna hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatuoni sahaba yoyote mwanaume alopiga dufu. Tuone. Si kwenye kusherehekea mazazi ya Mtume wala kwenye harusi. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali. Watu walidhibiti swala ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashahabu waliona swala, Mtume ndo alikuwa imam. Baada ya swala hakukuwa na al-Fatiha. Na mtu anapata jazba, shekhi apata jazba, asotaka dua swali swafu ya 4. Acha ujinga wewe. Nani alikwambia? Umepata kwa mtume gani? Wewe ni bora kuliko Rasul alayhi salatu wasalam. Wewe unaijua yadullahi ma'al jamaa kuliko mtume aliyotamka. Mtu atakwambia hapa pana mawalii, wajua tuko wengi hapa, dua yaweza kubaliwa. Wewe na Bwana Mtume, nani ajua yadullahi ma'al jamaa? Lakini Bwana Mtume akuomba dua ya pamoja. Yeye dua yake ilikuwa ni makubuli. Hakuwaombea masahaba baada ya swala dua ya pamoja. Ilikuwa ni rahisi tu waombe wao waitikie amin. Wani kwenye kuomba mvua alikuwa anaomba watu wanaitikia amin. Lakini katika swala ya jamaa hakuna dua ya pamoja, wala hakuna al-Fatiha, wala hakuna tabarakallahu ta'ala amin kumswalia Bwana Mtume. Hiyo misikiti yote inofanya ni bid'a. Bainana wa bainakum kutub, kati yetu sisi na nyinyi vitabu leteni. Hatutaki yani siasa, uongo utapeli. Watu walishuhudia swala ya Rasul alayhi salatu wasallam. Kama jana tulivyosema, Mtume alifunga Ramadhani 9. Baada ya swala kumaliza swala ya dhuhuri ya alasiri, Mtume aliomba uradi gani, alisoma uradi gani, dhikri gani alileta. Mbona leo misikiti ina nyuradi hazieleweki? Yani kana kwamba huu ndio ulikuwa mwenendo wa Bwana Mtume na masahaba wakati ule. Hatuoni. Haya mambo yote yamezuliwa na watu kwa sababu ya kuacha madhhabu salaf. Na mengineyo mengi. Kwa ujumla, wewe maisha yako ya dini yarudishe kabla ya ikhtilaf, yarudishe wakati Bwana Mtume yuko hai na masahaba zake, yarudishe kwa khulafa ar-rashidin, utakuwa umefaulu katika dini. Na haya ndio maneno
aliyazungumza Ibn Abbas alipowafata makhawarij. Aliwaambia, mimi nimekuja kutoka kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na nimekuja kuwafikishia dini au yale ambayo yatoka kwa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fihim nazala alquran, kwa wao ndio imeteremka Qur'an. Wa hum a'lamu an-nasi bihi, na wao ndio wajuzi wa watu wa Qur'an. Natoka kwa masahaba, wao ndio wajuzi, wao ndio wana ilmu kuliko nini. Alafu akaambia, walaysa fikum minhum ahad, na huko upande wenu nyinyi hakuna sahaba hata mmoja. Yani hamuoni haya nyinyi, wa upande wenu nyinyi mmechukua mawqif, msimamo wa dini, mko kinyume na masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu mwajenga hoja zenu kupitia Qur'an, hali ya kuwa wao ndio alamun nasi bi kitabillah, fihim nazala alquran, wao ndio Qur'ani imeteremka, wao ndio wajuzi wa Qur'an. Walipotatizika walimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa leo mtu azisoma aya zinazojuzisha maulidi 10, alafu zote ziliteremka kwa Bwana Mtume sasa, na masahaba wote walizisikia, alafu hakufanya maulidi. Ndio tatizo. Yani mtu ameona atoka povu, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Hiyo ni aya kwenye Qur'ani, imeteremka kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alielewa muradi wa aya, na yeye ndo atakiwa waambie watu makusudio aya hii, mtakiwa mfanye hivi. Masahaba walielewa. Je, waliyafanya mnaoyafanya? Kila siku kama mtu anaofuatilia au aloishi huko, utaona kila siku wana jambo. Lakini katika haya kuna haramu hapa. Watu wamswalia Mtume, watu watoa mawaidha, watu walisha chakula, pana haramu. Kwanza hii sio swali la kisomi. Sasa hapa pana haramu, sio swali la kisomi, kwa sababu asili ya ibada ni haramu mpaka ipate nini? Dalili. Asili ya ibada ni kutokufanya mpaka upate dalili. Ama vitu huko ndo asili yake halali, isipokuwa kile kilichofanyaje, kilichoharamishwa. Kwa ingekuwa vitu ingetuuliza pana haramu, lakini si wasomi hawa, sabaishwe na malemba wakati mwingine makubwa na miharuma, na mtu atavaa muharuma na lemba kubwa na maguo ya kijani ili atishe. Lakini swali akiuliza, ona hili sio swali la kisomi. Wewe unalolifanya la dini, unatakiwa wewe ndio utuambie umepata wapi, sio utuambie sisi pana haramu hapa. Lakini kwa sababu watu wengi wanaokwenda kule pia si watu critical, hajasoma, hajakaa katika majalisi za ilmu wakajua misingi ya dini. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.